Hey, what's up? Karibu kwenye session ya kwanza kabisa ya masterclass yetu ya Meta Ads, na let me go ahead and show you what we have to cover in this first section. Kwenye hii section tutacover a transition ya kutoka Facebook kwenda Meta, like preview ya historia kidogo, then tutaangalia kwa nini tutumie Meta Ads, ina umuhimu gani. Lakini vile vile tutaangalia kama ukiset ads kwenye Meta Ads zinaonekana sehemu gani specifically, zinaonekana kwenye platform zipi specifically, na zinaonekana vipi. Na sehemu ya 4 na ya mwisho tutaangalia kwa nini watu binafsi, kwa nini biashara, kwa nini makampuni huwa yanapendelea sana kutumia Meta Ads kwa ajili ya matangazo. Na unatakiwa kujua kwamba Meta ilikuwa founded February 4 ya mwaka 2004, ambapo Mark Zuckerberg na mwenzake ndo waliitengeneza hii platform, wakiwa by that time ni wanafunzi wa Harvard University. Na wakati wanaitengeneza ilikuwa ni website based social media platform, kwa maana ya kwamba ilikuwa ni social media lakini ambao unaweza kuiaccess kwa kutumia website. Na by that time ni moja kati ya social media platforms za kwanza kabisa kutengenezwa, na kwa kuwa ilikuwa na potential kubwa akaamua kuiregister kama kampuni pia, na kwa wakati huo walikuwa naita Facebook. Kwa hiyo kulikuwa kuna Facebook social media platform na kuna Facebook company. Facebook company ilikuwa na own Facebook social media platform, na mwaka 2012 wakaamua kuexpand, wakaacquire a social media platform nyingine ambayo ilikuwa ni Instagram. 2014 wakaacquire WhatsApp, alafu 2014 pia wakaacquire kampuni nyingine iliyokuwa inaitwa Oculus. Hii kampuni ya Oculus ilikuwa ni kampuni ambayo ina deal na kutengeneza software na hardware za VR au virtual reality. Kwa mwaka 2021 wakaamua kujirebrand, wakajiita Meta. Na sababu ya kujirebrand kama Meta ni kwa sababu baada ya kuacquire Oculus waliamua kushift focus yao kutoka kwenye social media peke yake mpaka kuwa kampuni ambayo ina deal na virtual reality na augmented reality, ambapo walitengeneza platform waliokuwa wanaita Metaverse. Kwa hiyo hii Metaverse ndio abbreviate au walifupisha ikaja ikawa Meta. So Meta by now ni kampuni kubwa ambapo chini ya mwamvuli wake kuna applications nyingi kama WhatsApp, kuna Instagram, kuna Facebook, kuna application kama Threads ambayo wametengeneza mwaka 2023. Yes, na unaweza kana jiuliza ni kwa nini ni kuelezea haya yote. Lengo la kuambia haya yote ni uelewe kwamba kuna investment wameifanya, na kwenye hii investment wanategemea return. Kwa mfano application kama Instagram wameiacquire kwa bilioni 1 za Kimarekani, almost bilioni 1 za Kimarekani. Cost ambayo obvious wao wanatafuta namna ya kuirudisha. Jinsi ya kuzirudisha hizi cost ni kuruhusu biashara zirushe matangazo, ili wewe kama biashara ukirusha matangazo basi uwalipe wao, then cost irudi au wapate faida kutokana na gharama wanazoziweka kwenye improvement, gharama wanazoziweka kwenye kuacquire platforms kama hizi. Na kitu ambacho natakiwa kukijua ni kwamba hizi platforms kadri zinavyokuwa na watu wengi ndio zinavyozidi kuwa na potential kubwa, kwa sababu zinakuwa kama soko. Kwa maana ya kwamba kukiwa na watu wengi, then advertisers au watu wenye biashara, wenye makampuni wakitaka kutangaza, wanatangaza kwenye hizi platform ambazo zina watu wengi, kwa hiyo wanalipia. Na kwa nini Meta specifically ni muhimu sana? Utakuwa unajua kwamba by now population ya dunia ni almost watu bilioni 8.3. Sasa kati ya watu bilioni 8.3, watu bilioni 5.65 wanatumia social media platforms. Na maajabu yanakuja hapa kwamba kati ya hawa watu bilioni 5.65 ambao wanatumia social media platform, almost bilioni 4, yani bilioni 3.98, almost bilioni 4 wanatumia social media platform ambazo zipo chini ya mwamvuli wa Meta. Kwa maana ya kwamba wanatumia application kama WhatsApp, wanatumia application kama Instagram, wanatumia applications kama Facebook duniani kote, almost watu bilioni 4. Sasa ukichukua hii namba utagundua kwamba ni soko kubwa sana. Ukiwa na biashara unaweza ukatangaza biashara yako na ikaonekana kwa sababu watu wengi wanatumia hizo platform. Na ukiamua ku break down hii namba, Instagram inakuwa na watumiaji almost bilioni 2 kwa mwezi. Hawa ni watu ambao kwa siku watafungua Instagram walau mara moja. WhatsApp inakuwa na watumiaji almost bilioni 3.3. Facebook inakuwa na watumiaji almost bilioni 3.07, ambao kwa vyovyote itakavyokuwa lazima kwa siku watafungua hizi platform walau mara moja, na collectively hii namba inaenda mpaka bilioni 3.35 kwa watu wanaofungua hizi application, moja kati ya hizi application kwa siku, lakini bilioni 3.98 collectively
kwa watu ambao wanatumia hizi platforms. Na clearly utaona kwamba watu bilioni 3.98 ni watu wengi sana, na ni soko kubwa sana kwa watu ambao wana biashara, kwa makampuni. Ni sehemu ambayo unaweza ukatangaza biashara yako, ukatangaza huduma yako, na lazima itapata mteja, lazima itauzika. Na ukiangalia kwa Tanzania, kwa sensa ya mwaka 2022, Tanzania ilikuwa na jumla ya watu milioni 60, na data zinaonyesha kwamba almost watu milioni 20 kati ya watu hawa milioni 60 wanamiliki smartphone, wanamiliki devices ambazo zinaweza zika access internet. At least hii ni kulingana na data za mwaka 2025. Kwa sasa hivi hii namba inaweza kuwa imeongezeka, inaweza ikawa around milioni 30. Lakini kati ya hawa watu milioni 20, tukienda na data za mwaka 2025, milioni 15 wanatumia social medias on daily basis. Yani watu milioni 15 kila siku wanakuwa kwenye hizi social media platform. Kati ya hawa watu milioni 15, milioni 12 wanatumia program za Meta, specifically Facebook, and watu milioni 5 wanatumia program ya Meta, specifically Instagram. Na ingawa si namba kubwa sana ukikompea na nchi kama Kenya, kama South Africa, kama Nigeria, still namba kubwa ambayo inatosha kabisa kuwa soko la biashara yote ile, na wafanyabiashara wameshaelewa hili, na ndio maana almost kila biashara kwa sasa hivi iko mtandaoni. Nao ni kwa nini watu wanahitaji kutumia Meta Ads? Ukiangalia kwa Tanzania, budget ya advertising kwa mwaka 2025 ilikuwa almost milioni 422 za Kimarekani, ambayo kwa makadirio ni kama trilioni 1.05 za Kitanzania. Na kwa mazingira hayo unaweza ukapicha kwamba ni industry ambayo inalipa. Lakini unachotakiwa kufahamu ni kwamba hii ni advertising marketing in general. Ina maana kuna traditional marketing au advertising na kuna digital advertising, vyote kwa pamoja. Thamani yake ndio ilikuwa milioni 422 za Kimarekani, almost trilioni 1 za Kitanzania. Now kija kwenye digital marketing specifically, 90% ya watu wanaofanya digital marketing lazima watatumia platform za Meta. Na hiki ni kitu ambacho ni cha msingi sana kukifahamu, kwa sababu ukishaelewa kwamba kila mtu anaadvertise atahitaji kuadvertise kwa walau platform moja ya Meta, utaelewa umuhimu wa Meta Ads specific. Kitu ambacho natakiwa kukifahamu ni kwamba kwenye digital market advertising specifically, kuna kampuni mbili ambazo zina dominate. Google kwa maana ya Google Ads, lakini vile vile kuna Meta kama Meta. Na kwenye market kama market, Google Ads inachukua almost 40%, hiyo kwenye YouTube au kwenye paid website ranking. Na Meta wao wanachukua almost 30% ya budget ya digital advertising. Kwa hiyo kama budget ya Tanzania au total expenditure ya Tanzania ilikadiriwa kuwa trilioni 1, au sasa hivi inakadiriwa kuwa trilioni 1, almost bilioni 300 inakuwa spent kwenye kuadvertise kwenye platform za Meta. Kwa bilioni 300 sio pesa ndogo, na sehemu ambayo pesa nyingi kama hii inakuwa spent, it's worth it kujiajiri kwenye eneo hilo au kuajiriwa kwenye eneo hilo. So Meta Ads ni program nzuri sana kuifahamu, na itakupatia opportunity kubwa sana, kwa sababu expenditure kwenye hiyo industry nzima ni kubwa. Now kama ukiset ads, hatujafikia specifically kwenye point ya kuset ads, lakini ni vizuri sana tujue ukiset ads zinaonekana sehemu gani. Yani ukiseti tangazo lako litaonekana maeneo gani. Kwanza kabisa, sehemu ambazo hizi ads zinaonekana huwa tunaziita placement. Platform kama Instagram, platform kama YouTube, platform kama Facebook, platform kama WhatsApp. Hata WhatsApp sasa hivi naona kuna matangazo. Yes, zinauza placement, zinauza sehemu ya wewe kufanya matangazo. Kwa hiyo ile sehemu ambayo tangazo lako linaonekana inaitwa placement. Na ukiongelea Meta Ads, ukiseti tangazo lako linaweza likaonekana almost sehemu 4. Sehemu ya 5 ni linaweza likaonekana, ila sio sehemu ya muhimu sana. Sehemu ambayo ni kwenye platform ya Oculus, kwenye application au website ya Oculus. Lakini sehemu za muhimu sana ambazo tangazo lako litaonekana ni kwenye platform ya Facebook, kwenye platform ya Instagram, kwenye platform ya Messenger na kwenye audience networks. Kwenye platform ya Facebook litaonekana kwenye feed, yani ile sehemu ambayo una scroll kuangalia posti za watu, tunaita in feed. Kwa hiyo tangazo lako linaweza likaonekana maeneo hayo. Nitakuonesha jinsi linavyoonekana. Then linaweza likaonekana kwenye explore, linaweza likaonekana kwenye stories na reels, linaweza likaonekana kwenye search results ukiwa na search kitu fulani, linaweza likaonekana kwenye in-stream, linaweza likaonekana kwenye right corner. Kama unatumia website version ya Facebook kwenye desktop, unaweza ukaona tangazo kwenye right corner. Kwenye platform ya Instagram vile vile unaweza ukaona
matangazo, au matangazo yanaweza kuonekana in feed, kwa maana ya kwamba ile sehemu ambayo una scroll kuangalia posti za watu, unaweza ukaona matangazo kwenye Explorer, unaweza ukaona matangazo kwenye stories na reels. Wakati una scroll reels unaweza ukaona matangazo, wakati una scroll stories unaweza ukaona matangazo. Kwenye search results pia unaweza kuona matangazo. Kwenye platform ya Messenger vile vile unaweza kuona matangazo kwenye home, unaweza kuona matangazo kwenye message list, unaweza kuona matangazo kwenye stories. Now, sehemu ambayo nadhani inawapa utata wengi ni audience network. Audience network ni kama Google Display Network, ambapo ukiseti tangazo lako litaenda specifically kwenye platform ambazo hazimilikiwi na either kama unatumia Google Ads zitaenda kwenye platform ambazo hazimilikiwi na Google, lakini vile vile kama unatumia Meta zitaenda kwenye platform ambazo hazimilikiwi na Meta, kwa maana ya kwamba utayakuta matangazo yako sehemu kama kwenye blogs, kama kwenye website, utayakuta kwenye applications tofauti, labda applications ama game. Yes, hiyo ndo tunaita audience network kwa Meta Ads, lakini ukiwa upande wa Google Ads inaitwa GDN au Google Display Network. Na ukishatengeneza tangazo lako litaonekana vipi kwenye hizo platform, ni kitu ambacho unatakiwa kukijua. Yes, kwenye platform kama Instagram, post ya kawaida itaonekana namna hii. Itaonekana hivi. Hii ni post ya kawaida ambayo haina ad. Now, kwa sababu ya policy ambayo ipo kucontrol social media platforms ili kusiwa na deception, inalazimisha hizi platform kama zikikuruhusu wewe kuweka tangazo, basi liwe labeled kama tangazo. Kuna namna tofauti ambazo matangazo yako yataonekana kwenye platform ya Instagram. Kwanza kabisa, kama umeweka tangazo lako likiwa ni post ya kawaida ambayo either ni image au ni video, umeiweka kama posti then ukaiweka kama tangazo, itaonekana namna hii, ambapo lazima huko juu itakuwa declared kwamba ni sponsored, kwamba ni tangazo ambalo liko sponsored, umeona. Lakini vile vile huko chini itakupa sehemu ya wewe kuweka call to action, yani baada ya kuona hili tangazo mtu afanye nini, either angalie details zaidi, mtu aje inbox, mtu visit Instagram profile yako, mtu visit website yako. Yes, ni sehemu ya call to action kwa chini. Na ukija upande wa carousel vile vile itaonekana kama posti, isipokuwa yenyewe itakuruhusu kuscroll kutoka kwenye picha moja kwenda kwenye picha nyingine. Kwa hiyo unaweza kuweka ads in form of carousels. Carousels ni posti ambazo zinakuwa na picha au zinakuwa na video ambazo zimepangiliwa kwa namna fulani ambayo inakuruhusu wewe kuscroll kuangalia video au picha inayofuata kwenye posti moja hiyo hiyo. So unaweza ukaweka tangazo in form of carousel hivyo hivyo, na litapia kama posti ya kawaida, isipokuwa litakupa chance ya kuscroll kuangalia either picha au video inayofuata na vitu kama hivyo. Ukiweka tangazo in form of video vile vile itaonekana kama posti ya kawaida, isipokuwa kutakuwa kuna declaration ya sponsored kwa juu, lakini vile vile huku chini itakupa sehemu ya wewe kuweka call to action, immediate call to action. Na tofauti itakuwa ni kwamba hii itakuwa ni video, hii itakuwa ni post ya kawaida, lakini vile vile kwa upande wa video itakuwa kidogo expanded ukilinganisha na post ya kawaida kwa sababu ya resolution. Post ya kawaida resolution yake inakuwa ni 1080 kwa 1440, wakati video au reel resolution yake ambayo inakuwa posted kwenye Instagram platform inakuwa ni 1080 kwa 1920 au 1920 kwa 1080. Na ukija kwenye platform ya Facebook, post yako ya kawaida itaonekana hivi, hamna sehemu ya declaration ya kwamba hii post iko sponsored, wala hakuna sehemu ambayo wanakupa chance ya wewe kuweka immediate call to action. Ukiboost au ukisponsor post ya kawaida itaonekana namna hii, ukisponsor video itaonekana namna hii. Huko juu lazima kutakuwa kuna declaration ya sponsored, lakini hapa chini watakupa immediate sehemu ya kuweka call to action, either kumprompt mtu ambaye ameliangalia hilo tangazo angalia labda taarifa zaidi, visit website yako, visit profile yako kwa ajili ya kupata taarifa zaidi. Lakini vile vile kama ni carousel itaonekana namna hii, with sponsored huku juu, lakini immediate call to action kwa huku chini. Na kwenye hizi platform zote unaona kwamba kama ni tangazo lazima kutakuwa kuna declaration ya sponsored, ni kwa sababu sheria na wabana hawa watu wenye platform kwamba kama mtu akiweka tangazo lazima declare kwamba hili ni tangazo ili kusiwa na deception. Na ile kitu nilokuwa nakwambia ya audience network ni hii hapa, ambayo basically ni platform nyingine ambazo ziko nje ya Meta, ambazo Meta wanazipa chance ya kutangaza matangazo ya watu ambao wanakuwa wametaka kutangaza
na Meta, kwamba let's say haujatick sehemu yote ile kwenye platform zao, haujaweka tangazo lako liende kwenye Instagram, haujaweka tangazo lako lipostiwe kwenye Facebook au sehemu nyingine yote ile, umeweka audience network, wao watakata percentage yao, kisha watawapa watu wengine wenye hizi platform, watazipa kampuni nyingine zinazomiliki platform nyingine nje ya platform za Meta ili wawasaidie kuweka hilo tangazo lako. Kwa mfano, ukiwa unacheza game au ukiwa unatumia application ambazo ni za free, ambazo zina ads, utaona zina matangazo ambayo yanaonekana namna hii. Kuna kibana huku juu ambacho kina tangazo, kina jina la kampuni, kina tangazo, lakini vile vile kina call to action kwa hapo juu. Lakini vile vile hilo tangazo linaweza likaonekana kwa ukubwa namna hii. Mara nyingi hii inatokea kwenye website ambazo labda umezivisit, labda unataka kudownload kitu kwenye hizo platform, huwa zinakuletea tangazo la namna hii, then zinakuhesabia sekunde kadhaa, then zinakuruhusu kuweza kuskip hilo tangazo. Lakini vile vile linaweza likaonekana kama native program kwenye application au kwenye website namna hii. Inakuwa na size ya kawaida ambayo inalingana na size ya viboxi vingine kwenye hiyo website. Kwa hiyo sometimes unaweza usigundue kuwa ni ad, isipokuwa namna ya kugundua ni kutakuwa kuna logo ya kampuni nyingine tofauti, lakini vile vile kutakuwa kuna call to action, immediate call to action ambayo ni tofauti na content zingine za hiyo website au za hiyo application. Now, kwenye audience network unatakiwa kujua kwamba either itakuwa ni kwenye website, itakuwa ni kwenye application, au inaweza ikawa in form of rewards. Let's say unacheza game ambayo unacheza kwenye platform ambayo hujailipia, au ni platform ambayo ni free ambayo inaonyesha ads. Ukifikia level fulani labda ukashindwa, unaambiwa labda view ad kwa ajili ya kukupa chance ya kuendelea kucheza tena, then wanakuletea ad ya namna hii. Haya ni matangazo ambayo Meta wanakuwa wameyatuma kwenye platform zingine kama audience network. Na baada ya kujua kila sehemu ambayo haya matangazo yanaonekana, ni vizuri sana ujue ni kwa nini watu wanafanya matangazo, ni kwa nini watu wanaweka matangazo kwenye hizi social media platform. Na sababu ambazo zinawafanya watu waweke matangazo kwenye hizi social media platform almost zinafanana na standardly zinafahamika, na unaweza ukazidrive au ukazijua kutoka kwenye marketing funnel. Na marketing funnel ni funnel ambayo inaelezea journey au safari ya mteja kuanzia kuifahamu biashara yako mpaka kuja kununua, kwamba mteja ataanza kukusikia, ataanza kusikia biashara yako, ataanza kusikia brand yako, ataanza kusikia kampuni yako, then atapata interest, atakuwa interested na kampuni au brand yako, then ataanza kuconsider kwamba hawa watu wako vizuri, then ataanza kuwa na intention kwamba ikitokea nikawa na shida hii, basi inaweza ikasolviwa na mtu fulani, inaweza ikasolviwa na biashara fulani inafaa kuisolve hii shida yangu. Then inakuja part ya evaluation kwamba nina shida au na uhitaji fulani, watu fulani wanafaa kuisolve shida yangu, lakini wanaisolve vipi? Umeona? Then baada ya kupita evaluation inakuja part ya purchase, kwamba mtu mwisho wa siku anaishia kuja kununua huduma yako, anaishia kuja kununua bidhaa kwenye biashara yako, anaishia kuja kupata huduma kwenye kampuni yako. Lakini vile vile mwisho kabisa wa hii customer journey au kwenye mwisho wa hii marketing funnel ni loyalty, kwamba mteja akishanunua kwako, then ukampa service nzuri, ukampa after service nzuri, huyu mteja anakuwa loyal, kwa maana kwamba akienda anarudi tena. Kuna stage ya chini kabisa ya loyalty ni ambassador au brand advocacy, kwa maana ya kwamba mtu akipata huduma kwako ikawa ni huduma nzuri sana, hata acha kuambia watu wengine. Kwa hiyo akifikia pointi hiyo ya kuadvocate biashara yako kwa watu wengine, anakuwa ni zaidi ya mteja, anakuwa zaidi ya loyal customer, anakuwa ni brand advocate. Sasa watu wanaofanya matangazo huwa wana target hivi vitu: either biashara yangu ijulikane, either watu waniconsider, either watu wanunue. Mara nyingi sana ni vitu viwili: either biashara yangu ijulikane, either watu wanunue, either nipate kufahamika na watu. Hayo ndio malengo makubwa ambayo huwa yanawafanya watu
wafanye matangazo kuhusu biashara zao specifically kwenye mitandao. Na Meta wali analyze hii marketing funnel, wakatengeneza goals specific ambazo watakupa wewe kama mtu unayetaka kufanya tangazo ili uweze kuzichagua hizo options. Kwa hiyo wamekaa chini, wameanalyze, wakaja na options 6 kutokana na hii marketing funnel. Option ya kwanza kabisa ni kwa watu wanaotaka awareness, brand yako ifahamike, unahitaji kampuni yako ifahamike, unahitaji jina lako lifahamike, unahitaji kazi yako ifahamike. Yes, kuna watu wanahitaji traffic, unahitaji idadi ya watu fulani kwenye biashara yako, unahitaji engagement, unahitaji likes, comments na vitu kama hivyo. Unahitaji leads, unahitaji kupromote application yako, unahitaji sales. Hivi ndio vitu ambavyo ni objectives ambazo Meta wanafahamu kwamba kila biashara wanazihitaji. Na ukiongelea brand awareness, ni mara nyingi sana hiyo option huwa inachaguliwa na watu ambao wana either wanafungua biashara mpya, ni biashara ambayo haifahamiki. Kwa hiyo unahitaji watu wawe aware na biashara yako. Mara nyingi ni option nzuri sana ambao huwa wanaichagua watu ambao wana biashara mpya. Yes. Lakini vile vile kwa kampuni ambazo zimejiestablish au zinafahamika, wanaitumia hii option ya awareness ku launch product zao mpya. Kwa mfano mzuri ni Apple wakitoa toleo jipya la iPhone. Kwa mfano, let's say iPhone 18, lazima wataweka matangazo. Lengo la hayo matangazo wanayoweka sio kuuza, kwa sababu swala la sales wao sio concern sana, ni swala la awareness. Watu wafahamu kwamba iPhone 18 imetoka, iPhone 17 imetoka. Yes, labda laptop fulani imetoka, version fulani ya laptop imetoka, labda kuna product mpya tumetengeneza. Hicho ndio kitu ambacho Apple huwa anakilenga, au makampuni makubwa ambayo yamejiestablish huwa yanakilenga. Kwa hiyo yanachagua hii option ya awareness kwenye kuweka matangazo. Objective yao inakuwa ni awareness, watu wafahamu. Yeah. Lakini vile vile ni top of mind awareness. Kuna applications, kuna biashara, kuna kampuni ambazo zina run matangazo kwa lengo la kujiestablish, kuhakikisha kwamba watu wanazifahamu, na ikitokea wewe umewaza kupata huduma ya namna fulani, kitu kinachokuja akilini kwako haraka iwe ni ile brand au bidhaa kutoka kwenye ile brand. Kwa mfano, kuna applications ambazo, let's say dating applications kama Tinder, wataamua kurun ads, wataamua kuweka matangazo kuhusu application yao. Labda music application kama Spotify, wataamua kuweka matangazo kwenye platform hizi za Meta. Lengo lao kubwa inakuwa ni awareness, kwamba ikifikia wakati wewe ukafikiria mziki, basi ufikirie platform kama Spotify. Ukifikia point labda leo hauna mpango wa kuwa engaged kwenye online dating platforms, lakini ikitokea kwamba ukawa na interest ya kudate na watu mtandaoni, then ufikirie application kama Tinder, kwa sababu utakuwa ushakutana nayo kwenye feeds zako, kwenye platform unazozitumia. Now hilo ndo lengo kubwa sana la awareness. Ukiongelea issue kama traffic, ni namba. Watu wanataka namba kubwa i-visit either application yao au website yao. Now kampuni zinazo run ads kwa lengo la traffic ni kampuni mara nyingi sana ambazo ni publishing media. Publishing media ni kampuni ambazo zinajihusisha na habari. Kampuni kama BBC wakiweka tangazo labda Meta ads, lengo lao kubwa inakuwa ni traffic. Wapate namba kubwa inayotoka kwenye application kuvisit website yao labda bbc.com. Na wao kule huwa wanakuwa na matangazo. Kwa hiyo wanaweka tangazo huku ili uende kule wakutangazie na wenyewe watengeneze pesa. I think by that point you understand. Now lengo jingine au objective nyingine ya watu wanaofanya biashara ni engagement. Kuna watu wanafanya matangazo kwa lengo la kupata engagement. Engagement ni follows, engagement ni likes, comments, views, saves, shares, ndo vitu kama hivyo ambavyo tunaviita engagement. Now kuna watu ambao wanaweka matangazo kwa lengo la kupata engagement. Mfano mzuri ni mtu ambaye labda ni mwanamuziki ambaye labda ameachia ngoma mpya. Ili muifahamu, akiamua kuisponsor lazima atachagua hii option ya engagement, kwa maana ya kwamba kuwe na interaction, ionekane kwamba
watu wamependa kazi anayoifanya. Na sometimes makampuni au biashara huwa zinachagua hii option engagement pakubwa sana zikiwa zinalenga kuongeza namba. Ongelea kampuni au biashara ambayo ndo inaanza au ndo kwanza inaingia kwenye social media, haitakuwa na numbers mwanzoni, kwa maana ya kwamba itakuwa na followers wachache au itakuwa na subscribers wachache. Ikiwa na lengo la kuongeza subscribers au followers, itarun campaign au itarun ads kwa lengo kubwa la kuongeza engagement. Kuwe na follows, kuwe na views, kuwe na comments, kuwe na shares, kuwe na saves, vitu ambavyo vinawadrive watu wengine, vitawadrive watu wengine, vitawainfluence watu wengine, vitawadrive watu wengine kuhisi kwamba hii kampuni au hii biashara ni legit. Unaona kuna watu wana interact na vitu kama hivyo. Objective nyingine ambayo biashara au kampuni huwa wanailenga wakiwa na seti matangazo kwenye Meta Ads ni leads, kupata leads. Na hii mara nyingi sana huwa inatumiwa na watu ambao either wana online courses, wana huduma za online, watu wa real estate, kwa lengo la kupata details za wateja. Na ukiongelea lead ni mteja ambaye ameamua kukupa details zake, specifically details za namna ya kumcontact baada ya kuonesha interest kwenye bidhaa unayoiuza au kwenye huduma unayoitoa. Biashara ambazo zinachagua hii aina ya objective mara nyingi sana zinakuwa na lengo la kukusanya data tofauti za wateja, then ziwa contact hao wateja au ziendelee kuwatumia offer tofauti hao wateja kwa ajili ya kuwa move taratibu kwenye ile marketing funnel mpaka watakapofika kwenye point ya kununua. Na ukichagua hii leads mara nyingi sana itakupa option mbili. Option ya kwanza ni uwe na external website ambapo utawapeleka watu kwa ajili ya kucollect data hizo. Kama una collect email, namba za simu, uwe na external website au external application kwa ajili ya kucollect hizo data. Sometimes hata WhatsApp kwa ajili ya kucollect hizo data. Lakini vile vile kuna lead form ambapo mtu akiklik tu kwenye hilo tangazo ina pop up form ambayo atafill details zake au zinajia autofill kutokana na experience ambayo anakuwa nayo kwenye hiyo platform. Let's say ni Instagram. Ukishajaza details zako mara moja, next time ukikutana na tangazo ambalo ni la leads, ukiligusa tu linajaza details zako zote na linakuuliza kama unataka kuzishare. Na option nyingine au objective nyingine ambayo biashara au kampuni zinakuwa nayo ambayo inawaforce kuweka tangazo au kufanya matangazo ni app promotion, yani promotion ya application. Let's say biashara kama KFC, biashara kama Bolt, ni biashara ambazo zinahitaji kurun zikiwa na application. Ni biashara ambazo unahitaji kuorder au unahitaji kuagiza kitu fulani kupitia application zake. Kwa hizi biashara zitarun ad au zitarun matangazo kwa lengo la kukuinfluence wewe uinstall hizo application. Na option ya mwisho ambayo Meta wameilisti kama objective ambayo wafanyabiashara wengi au kampuni nyingi huwa zina-prefer ni sales, objective ya mauzo. Hii ni objective ambayo biashara au kampuni huwa zinachagua zikiwa na lengo kwanza kabisa la conversion, kwa lengo la kumove mtu kwenye ile customer journey kutoka labda kwenye stage fulani labda awareness kwenda mpaka kwenye manunuzi. Lakini vile vile retargeting, especially kwenye platforms za e-commerce kama Alibaba, kama eBay, application kama Kikuu ambazo zinauza vitu online, zinauza vitu mtandaoni, unaagiza vitu. Yes. Wao wanafanya retargeting wana run hii sales with retargeting kwa lengo la kuangalia wale watu ambao huwa wananunua vitu kwenye hizi application au wameweka vitu kwenye cart kwenye hizi application, au watu wa namna hiyo wanawatumia matangazo ili kukukumbusha, ili uendelee kukumbuka kwamba una vitu ulivyoweka kwenye cart kule, au una vitu unaweza ukanunua kupitia hizo platform au application. Yes. Hizi ndo objectives au malengo makubwa sana ambayo biashara au kampuni au mtu anayeweka matangazo mitandaoni au mtandaoni anakuwa nazo. Either unataka watu wakufahamu, unataka namba zije kwenye website yako, unataka engagement, unataka leads kwa maana kwamba watu wakupe information zao, unataka kupromote application yako, au unataka mauzo. Hii ilikuwa ni introduction nzuri sana. Hii ni party ambayo ina set foundation kwa ajili ya session inayokuja. Session inayokuja itakuwa ni session ya introduction ya platform za Meta Ads platform, Meta Business Manager, Facebook page ambazo ni
platform ambazo ni za muhimu sana ili uweze kuseti matangazo kwenye Meta Ads. Having said that, thank you so much for watching this video, and I would really appreciate if you would consider liking this video and sharing it, kumtumia mtu ambaye unahisi itamsaidia, lakini vile vile kusubscribe kwenye hii channel kwa ajili ya kuongeza numbers na kuifanya hii channel ikue ili iweze kuwasaidia watu wengine. So again, if you want to contact us, you can reach us through our mobile phone number ambayo ni +255 761 404 930, au unaweza kutumia email kupitia hello@damidair.com, au ukatembelea website yetu ambayo ni www.damidair.com. Peace.